Baada ya kubadilisha mwelekeo kutoka kuwa mchambuzi wa uchumi hadi kuwa mwigizaji wa Bollywood, mrembwende huyu amepitia kupanda na kushuka kwa taaluma yake. Akiwa amewahi kuwa mwanamitindo wa chapa maarufu kama Fair and Lovely, Cadbury's na Luxy, filamu zake mbili zilizofanikiwa sana katika mauzo ya ticket ni Kaona Pyar Hai ya mwaka 2000 aliyocheza na Hrithik Roshan na Gadar Ek Prem Katha ya mwaka 2001 aliyocheza na Sunny Deol. Akiwa ametajwa mara kadhaa kuwa miongoni mwa waigizaji wa kike ambao ni warembo zaidi ndani ya Bollywood, hii ni story yake. Jina lake likiwa limetokana na kuunganishwa kwa majina ya baba yake, yani Amit, na mama yake Asha Patel. Amisha Patel alizaliwa Juni 9 mwaka 1975. Ndugu yake wa kiume anaitwa Ashmit Patel, naye pia ni mwongozaji wa filamu na vipindi vya television ndani ya Bollywood. Amisha ni mjukuu wa wakili maarufu na mwanasiasa barista Rajin Patel. Amesoma mjini Mumbai katika shule ya Cathedral and John Connon. Alianza kusomea uhandisi wa biogenetic, lakini baadaye alibadilisha mwelekeo na kuchukua masomo ya uchumi katika chuo kikuu cha Tufts huko Boston, Massachusetts, Marekani, ambako alihitimu kwa kupata medali ya dhahabu kwa upande wa uchumi. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Marekani, Amisha Patel alianza kazi kama mchambuzi wa uchumi katika kampuni ya Khandwala Securities Limited. Baadaye alipokea ofa ya kazi kutoka kwa benki ya uwekezaji ya Marekani iitwayo Morgan Stanley, lakini aliikataa na kurudi India kujiunga na kundi la maigizo la Satya Dev Dabi. Amisha aliigiza katika michezo kadhaa ya jukwaani. Michezo hiyo ni pamoja na tamthilia ya lugha ya Kiurdu iliyokuwa inaitwa Neelam ya mwaka 1999 baada ya kupata ruhusa kutoka kwa wazazi wake. Baadaye alipata bahati ya kuwa mwigizaji baada ya kukubali kucheza nafasi ya Sonia katika filamu ya Kaona Pyar Hai iliyotolewa kwake na mtayarishaji na mwongozaji Rakesh Roshan. Nafasi hii alipewa hapo kabla mara tu alipohitimu chuo, lakini alikataa kwa kuwa alitaka kuendelea na masomo. Lakini baada ya mwigizaji Kareena Kapoor kuondoka kwenye mradi huo, nafasi ikarudi tena kwake baada ya kupita kwenye mchujo wa wasichana 500 waliofanya usahili. Filamu hii ilimjengea umaarufu mkubwa Amisha pamoja na mwigizaji mwenza Hrithik Roshan, na Amisha alifanikiwa kushinda tuzo kadhaa kama mwigizaji bora chipukizi wa mwaka huo. Filamu yake ya pili ilikuwa ni Badri, filamu ya lugha ya Kitelugu aliyoigiza na Pawan Kalyan, filamu ambayo ilikuwa ina mafanikio makubwa. Alipata nafasi ya kuigiza katika filamu yake ya pili ya Bollywood iliyokuwa inaitwa Gadar ya mwaka 2001, filamu aliyoifanya hata kabla hajawa maarufu kupitia Kaona Pyar Hai. Filamu hiyo ikawa mojawapo ya filamu zilizopata mapato makubwa zaidi kwa mwaka huo, na uigizaji wa Amisha ulimletea tuzo za Special Performance ya Filmfare pamoja na uteuzi wa tuzo ya mwigizaji bora wa kike katika matamasha ya tuzo mbalimbali. Mwaka huo huo alishiriki katika filamu ya mapenzi na drama iitwayo Ye Zindagi Ka Safar akiwa na Jimmy Shergill. Zahir hai aapne dekha nahi hoga. Meera darling photo studio? इसके ऊपर उस फोटोग्राफर का पता है। Baada ya mafanikio hayo alifuatiwa na filamu kadhaa ambazo zilifanya vibaya sokoni kama vile Aap Mujhe Achhe Lagne Lage iliyokuwa ni ushirikiano wake wa pili na Hrithik Roshan. Tofauti na filamu yao ya hapo kabla, yani Kaona Pyar Hai, filamu hiyo ilishtusha sana kwa kushindwa kimauzo na kwa wakosoaji wa filamu. Uigizaji wake ulikosolewa vikali na baadhi ya vyombo vya habari. Mlolongo wa kutofanikiwa kwa Amisha Patel uliendelea kwa filamu za Krant akiwa na Bobby Deol na Ye Hai Jalwa akiwa na Salman Khan. Kwa bahati nzuri, mwaka huo huo alipata mafanikio madogo ya kimauzo kupitia filamu ya mapenzi iliyokuwa inaitwa Kya Ye Hi Pyar Hai akiwa na Aftab Shivdasan. Filamu yake ya mwisho kwa mwaka 2002 ilikuwa ni Humraaz akiwa na Bobby Deol na Akshay Khanna. Filamu hiyo ilimuonesha Amisha akicheza muhusika mbaya kwa mara ya kwanza.
na mwisho wa siku Humraaz iliibuka kuwa filamu ya 5 kwa mauzo kwa mwaka huo, na uigizaji wake ulimletea uteuzi wake wa pili wa tuzo za Filmfare kama mwigizaji bora wa kike. Kati ya mwaka 2003 hadi 2006, taaluma ya uigizaji ya Amisha Patel ilianza kushuka, kwani baada ya mafanikio ya Humraaz, mfululizo wa filamu zake zilizoshindwa uliendelea hadi mwaka 2006. Kwa mwaka 2003 filamu zake zilizotoka zilikuwa ni Parwana ya lugha ya Kihindi na Pudhia Githai ambayo ni filamu yake ya kwanza na ya pekee ya lugha ya Kitamili aliyowahi kushiriki. Mnamo mwaka 2004 filamu zake zilikuwa ni Suno Sasurji iliyocheleweshwa tangu mwaka 2000 pamoja na filamu yake ya pili ya Kitelugu iitwayo Naani. Mnamo mwaka 2005 alicheza katika filamu za Vaada, Ilan, Zamir, The Fire Within, filamu ya Kitelugu iitwayo Narasmudu na filamu iitwayo Mangal Pandey The Rising, filamu ambayo alichaguliwa kuchukua nafasi ya Aishwarya baada ya Amerikani kuvutiwa na kiwango chake cha IQ alipoonekana kwenye kipindi cha The Question Time India cha BBC mwaka 2003. Filamu hiyo ambayo ilimuonesha kwa mara ya kwanza akiwa hana mvuto wa kimuonekano ilipata mafanikio ya wastani katika mauzo ya tiketi. Mnamo mwaka 2006 Patel alihusika katika filamu 6 na zote zilikumbwa na hasara. Filamu hizo ni pamoja na Tathastu, Tesri Ank, The Hidden Camera, Apki Khatri, Ankahi, Mere Jivani Saath iliyocheleweshwa tangu mwaka 2003 na Hamko Tumse Pyahal Hai aliyomcheza msichana wa kijijini asiyeona ambaye uzalishaji wake ulisimama tangu 2002 baada ya kifo cha mtayarishaji na mwongozaji wake, na ikaendelea baada ya mpenzi wake Amisha Patel wa wakati huo yani Vikram Bhatt alipoamua kuikamilisha. Filamu hii ilitolewa kwa kiwango kidogo na haikufanikiwa sana sokoni, huku baadhi ya wakosoaji wakiita ni filamu iliyopitwa na wakati. Taaluma ya Amisha Patel iliboreka mwaka 2007. Filamu yake ya kwanza mwaka huo ilikuwa ni Honeymoon Travels Private Limited. Filamu hii ilikuwa ni filamu ya vichekesho ya bajeti ya chini ambayo ilipata mafanikio ya wastani kwenye mauzo ya tiketi. Baadaye alishiriki katika filamu ya vichekesho vya kutisha iitwayo Bhul Bhulaiya. Katika jaribio la kubadili taswira yake ya awali, Patel alionekana akiwa amevaa bikini katika wimbo wa Les Lame katika filamu ya Thoda Pyar Thoda Magic ya mwaka 2008. Ingawa filamu hiyo haikufanikiwa sokoni, lakini yeye alifuatiliwa na kutazamwa sana kutokana na muonekano wake katika wimbo huo. Licha ya juhudi za mara kwa mara za kupata nafasi kubwa kwenye filamu, Amisha alijiondoa katika miradi kadhaa kutokana na sababu mbalimbali kwa kipindi kilichofuata. Baada ya mapumziko ya miaka 2.5, alirejea katika tasnia ya filamu za Kitelugu kupitia filamu iitwayo Parama Veera Chakra ya mwaka 2011, filamu ambayo ilifanya vibaya sana sokoni. Mnamo tarehe 23 Aprili 2011, Amisha Patel alifanya uzinduzi wa kampuni yake ya utayarishaji wa filamu ambayo inaitwa Amisha Patel Productions kwa kushirikiana na rafiki yake na mshirika wake wa kibiashara aitwaye Kunal Guma. Uzalishaji wao wa kwanza ulikuwa ni filamu iitwayo Death Magic, filamu ambayo ilikamilika mwaka 2019 baada ya miaka 6 ya utayarishaji. Filamu ya Death Magic haijawahi kutolewa rasmi kutokana na mgogoro wa kisheria. Mwaka 2013, Amisha alirejea kwenye filamu za Kihindi kwa kuonekana kwa ufupi katika filamu ya Race 2 kama msaidizi wa muhusika aliyechezwa na Anil Kapoor. Ingawa filamu hiyo ilikosolewa sana na wakosoaji, lakini iliibuka na mafanikio makubwa katika mauzo ya tiketi. Baadaye alicheza nafasi ya muhusika mkuu akiwa na Nelly Nitin Mukesh katika filamu iitwayo Shortcut Romeo. Mnamo mwaka 2023, Amisha Patel alirejea tena kwenye uigizaji baada ya mapumziko ya miaka 5 kwa kucheza tena kwenye nafasi yake ya Sakina kwenye Gadar 2 miaka 22 tangu sehemu ya kwanza ya filamu hiyo itoke. Licha ya maoni mchanganyiko kutoka kwa wakosoaji, filamu hiyo ilitangazwa kuwa blockbuster ya muda wote baada ya kupata mapato makubwa sana. Mwaka 2024 alionekana katika filamu iitwayo Tauba Tera Jalwa iliyocheleweshwa kutoka tangu mwaka 2020.
Mnamo mwaka 1999, Amisha Patel alikutana na mtayarishaji wa filamu Vikram Bhatt kwenye seti ya filamu yao ya kwanza pamoja iitwayo Aap Mujhe Achhe Lagne Lage, na filamu hiyo ilipotoka mwaka 2002 wakaanza mahusiano ya kimapenzi. Baadaye suala hili lilipelekea mgogoro kati ya familia ya Amisha na Vikram, hasa baada ya Amisha kukumbwa na mgogoro wa kifedha kufuatia baba yake kutumia fedha alizochuma kwa bidii katika kufufua biashara ya familia, jambo ambalo lilipelekea kutoelewana kati ya Amisha na wazazi wake. Mnamo Julai 2004, Amisha alimtumia baba yake notisi ya kisheria yenye madai ya kuendesha vibaya kampuni na mali zake zenye thamani ya rupia milioni 120, na akataka baba yake amrudishie fedha hizo. Uhusiano wa Amisha na Vikram ulikuwa ukiripotiwa mara kwa mara kwenye vyombo vya habari, huku kukiwa na uvumi wa ndoa yao. Januari 2008, vyombo vya habari viliripoti kuvunjika kwa mahusiano hayo baada ya kuwa pamoja kwa miaka 5. Vikram Bhatt alithibitisha hilo katika mahojiano na Midday. Muda mfupi baadaye, wazazi wake walieleza kuwa wako tayari kumaliza tofauti kati yao na kwamba kila mmoja amefurahia kuvunjika kwa uhusiano huo, lakini bado uhusiano kati ya Amisha na wazazi wake ukaendelea kuwa na mvutano. Kuanzia mwaka 2008 hadi 2010, Amisha alikuwa katika uhusiano wa kimapenzi na mfanyabiashara kutoka London aitwaye Kanav Puri. Naam, hayo ndio mengi na muhimu kuyajua kumuhusu Amisha Patel. Je, ungependa tumuongelee nani katika video nyingine? Kumbuka kusubscribe katika chaneli hii ili usipitwe na videos nzuri kuhusu waigizaji, watu wa nyuma ya kamera na filamu pia. Tukutane video inayofuata.